Usanuaji kama usanuaji, nani alaumiwe kwa hili? Lakini all in all ni kwamba Bongo Flava kufa ndani ya mwaka huu 2025, tutasema tu wakulaumiwa ni wale wasanii waliopo kwenye top 5 ya ushawishi hapa nchini Tanzania. Lakini hii hata nikizungumzia mada hiyo ya wasanii ambao walikuwa na ushawishi kuweza kulaumiwa kwenye kuyua hii Bongo Flava ndani ya mwaka 2025, ila tusisahau nukuu ya msanii Nasib Abdul Diamond Platnumz, Simba la Masimba Dangote. Nakumbuka nikiweza kunukuu kauli yake akiwaambia mashabiki na Watanzania kwamba waache kulalamika, wafanye kazi. Sasa kama unavyojua binadamu tumeumbwa kusahau, lakini Watanzania hawajasahau. Maneno aliyoyazungumza kaka yetu Diamond ndo haya yanayotumika kwa hivi sasa, na kuwaambia na kuwageuzia kibao kwamba wasanii na wao waache kulalamika, wafanye kazi. Yani kuhusiana na ishu ya kufanya show, kuhusiana pia na ishu ya mashabiki kuweza kutazama nyimbo zao ama kusikiliza nyimbo zao, ni swala ambalo kwa hivi sasa hawatoweza kulifanya tena. Na pia kama tunavyofahamu, wasanii wanapata maisha yao mazuri kwa kupitia mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza ni kwa kupitia show zao. Msanii amekuwa akiishi kwa kupitia maisha ya kutegemea show. Lakini jambo lingine ni kwa kupitia endorsement za makampuni, ambapo kiuhalisia huwa inatokana na ushawishi na kile kinachofanyika kwa msanii husika. Na cha tatu ni kuhusiana pia na issue za streaming, lakini pia na issue za digital platform, nikiweza kumaanisha. Sasa hayo yote kwa hivi sasa yanaenda kufa, kama vile ambavyo wasanii walitegemea mwisho wa mwaka, ambapo ni mwaka huu 2025, kuweza kuandaa show mbalimbali za kufunga mwaka, kuandaa album, kuandaa nyimbo zao ambazo zinaweza zikafanya mwaka uishe salama na waangalie mwakani wanaanza na projekti gani. Basi ni swala ambalo tayari limekuwa ni tofauti kabisa na kinachoendelea sasa hivi. Hakuna show, hakuna maandalizi mbalimbali ya kusema kama kutakuwa na show za kuwafanya wasanii waweze kuwa kwenye mafanikio. Sasa hebu tuangazie kwenye upande wa pili. Inaweza ikawaathiri wasanii kama kina Diamond, wakina Alikiba, Harmonize, Jux, Rayvanny, lakini pia wakina Mario, Nandi na Zuchu. Lakini all in all ni kwamba hawa ni wasanii ambao wamejitafuta na wameshajipata. Hivyo naweza nikazungumza kwamba itawaathiri kwa asilimia kubwa kwa upande wao kwenye issue ya branding. Lakini katika swala ambalo tunalizungumzia na kuliona kwa makubaliano ya taifa la kesho na kwa utabiri mkubwa wa taifa la Tanzania kwenye industry ya Bongo Flava, ni kwamba wasanii ambao ni upcoming ama wasanii waliokuwa wanajitafuta, nikiweza kutoa listi ya msanii kama Platform, msanii kama Dayo, msanii kama Loni Boy, msanii kama Lodi Music na wasanii mbalimbali ambao wanajitafuta ama pia hawajajipata, naweza nikasema kwamba utakuwa kwenye wakati mgumu sana. Kosa la msanii ama wasanii ambao walikuwa wako top kabisa kwenye nafasi zao kipindi ambacho Watanzania walikuwa wanawahitaji, imekuwa ni nafasi ambayo inaenda kuwafanya hata wale wasanii wadogo, underground na wasanii upcoming kuweza kudhoofika na kudhoofishwa na hili janga linaloonekana kwamba mwaka 2025 utakuwa ni mwaka wa kihistoria katika nchi ya Tanzania. Kuanzia issue ya Bongo Flava, basi tukizungumzia mwisho wa Bongo Flava, lakini kipindi ambacho kilishawahi kujitokeza kwenye tasnia ya Bongo Movie, kipindi ambacho nafahamu kabisa kwamba Bongo Movie ilipokuwa inafanya vizuri kipindi cha marehemu Steven Kanumba, nakumbuka wazi kabisa kwamba Bongo Flava ilikuwa iko chini na ilikuwa imeshapotea. Sasa maisha yanabadilika.
kipindi ambacho sasa hivi tunaona kabisa kwamba Bongo Flava inaenda kupotea na wasanii wa muziki wanaenda kupotea, ndo kipindi ambacho tunaona kabisa kwamba Bongo Movie inazidi kukua kwa kasi sana, kama tunavyozidi kuona kwamba tamthilia mbalimbali zinazorushwa kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube, lakini pia na sehemu mbalimbali zimekuwa zikifanya vizuri. Hata tukiangalia pia tamthilia zinazoonekana kwenye television kama DSTV, lakini pia na Azam TV, ni tamthilia ambazo zinaonekana moja kwa moja kwa hivi sasa kwamba Bongo Flava inaenda kufa, lakini pia Bongo Movie inaenda kutawala maisha kwa ujumla. Kwa hiyo tutegemee kuweza kuona wimbi kubwa la wasanii wa muziki kutoka kwenye muziki na kuhamia kwenye uigizaji. Yani hamtokuja kukaa na kulisahau hili linaloenda kutokea katika nchi ya Tanzania. Lakini yote kwa yote tunakumbuka tu kauli ya msanii Diamond Platnumz, alisema Watanzania waache kulalamika, lakini wanachotakiwa kufanya ni kufanya kazi. Na hii ndo kauli ambayo mashabiki na wao wanaitumia na kutaka wasanii, ukiachana na kuimba, manake kuna kazi nyingi sana wanazoweza kuzifanya. Hivyo na wao waache kulalamika, waache kutia huruma, waache kunungunika, na waache kuweza kujionyesha kwamba wao wanawahitaji sana kuliko muda ambapo Watanzania walikuwa wakiwahitaji wasanii kushinda kitu chochote. Basi ndo mjadala na msala uliowakuta wasanii, ambapo nikiwa na msanii Diamond, Alikiba, Harmonize, Juksi, Mario, Rayvanny, Nandy, lakini pia na bila kumsahau Zuchu, ambao tayari muonekana kuwa kwenye rada mbaya kabisa za kupotea kwenye ramani ya mziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo kwenye international airtime ambapo tumekuwa tukitegemea kuweza kuwaona wasanii hawa wakifanya vizuri, inaweza ikawa ndo mwisho kabisa, kutokana pia na aina ya brandi itakavyozidi kushuka na kuonekana kwamba wanazidi kupotea kwenye ramani ya kutozungumziwa wala kutosikika katika sehemu mbalimbali, kwa sababu tunafahamu hata project zikiachiwa tunaaminiki kwamba project inaanza kusapotiwa nyumbani kwanza. Goma likiweza kufanikiwa kuhiti katika nchi ya Tanzania, manake ni rahisi kupenetrate katika sehemu mbalimbali, na ndo janga linaloenda kutokea kwa hivi sasa kwenye mziki wa Bongo Flava, ambapo kila moja ameshafahamu kwamba sasa hivi Bongo Movie ipo kwenye peak na ipo kwenye airtime ya kuzungumzwa na kuonekana kwamba ina uwezo wa kufanya makubwa sana na kutengeneza pia makubwa kama kilichojitokeza kwa marehemu Stephen Kanumba, ambapo kipindi hicho mziki wa Bongo Flava ulikuwa uko chini na soko la Bongo Movie lilikuwa liko juu. Sasa hivi soko la Bongo Flava linaenda kupotea, alafu soko la Bongo Movie tayari limesharudi na tayari lipo katika msimamo ambao wasanii waliofanikiwa kuweza kuingia kwenye tasnia hiyo wanaendelea kunufaika na maisha wanazidi kuyapata. Mimi sina la ziada, lakini cha msingi tukutane kwenye upande wa comment.